Tumechoka nchi yetu kuendelea kuripotiwa kuwa nchi oevu ya utakatishaji wa fedha haramu na hata mpaka kuwekwa kwenye kikosi kazi cha kusimamia mwenendo wa kudhibiti utakatishaji wa fedha haramu, yani Financial Action Task Force, ambayo nilikuwa naizungumza FATF ndio hiyo Financial Action Task Force. Kwa hiyo tumechoka nchi yetu kwa sababu pamoja na kwamba tumeondolewa, lakini ukiangalia matendo haya yalivyo na usiri huu unaowekwa, tunaweza kurudi huko tu. Namba 7, mfumo wa ununuzi wa NeST. Hapa nilichokilalamikia tu na ambacho naomba waziri wa fedha akibadilishe ni kwamba huu mfumo wa NeST ni mfumo wa manunuzi. Ni mfumo wa manunuzi nchini ambako taasisi mbalimbali za serikali zinatakiwa kutumia huu mfumo wa NeST. Sasa huu mfumo wa NeST umeenda mpaka kwenye kusimamia mpaka manunuzi madogo yasiyozidi milioni 100, ambao manunuzi hayo yanatumia njia ya manunuzi inayoitwa rasilimali za ndani, yani force account. Sasa mtu shuleni umepeleka milioni 50 tu mbunge ya kuwachangia kununua mifuko 10 ya simenti, wanatakiwa kutafuta mzabuni kwa kutumia NeST. Kwa hiyo ukienda jimboni kwangu sasa hivi miradi midogo mingi imesimama kwa sababu hakuna mtu atakayetenda. Kwanza wanaotenda mifuko hiyo hawapo hata kwenye mtandao ya simu, yani wakae kuangalia mfumo wa NeST nani katangaza, hawamo. Sasa miradi hii midogo haihitaji mfumo wa NeST, na watu wa PPRA sijajua kwa nini wameleta hii confusion ya mpaka kuingiza manunuzi yanayofanyika kwa force account kuingiza mambo ya NeST. Kwa hiyo ninachoshauri ni kwamba PPRA pamoja na Wizara ya Fedha waondoe hiki kipengele hiki, ili kwa sababu sehemu mbalimbali na wabunge wengine nimewasikia jana wanalalamikia juu ya mfumo wa NeST kuingizwa kwenye mikataba midogo au kwenye manunuzi madogo ya chini ya milioni 100. Urudiwe utaratibu ule, kama tulikubaliana force account watu wanafanya purchases sisi kwa nguvu kwa rasilimali za ndani, waendelee hivyo kwa force account, waendelee kwa utaratibu uliokuwepo. Ibaki hii ya kutangaza tenda. Sasa uwezo ukasema tena rasilimali za ndani huku tena unatangaza. Hizi ni confusion ambazo wamezileta na zinasumbua. Miradi mingi imesimama na haitekelezwi kwa sababu hilo. Jambo lingine kwa kifupi sana ni mamlaka ya rufani za kodi. Katika jambo la mamlaka ya rufani za kodi, waziri ameonyesha tu kwenye taarifa yake aliyoiwasilisha, kama nyinyi wote mnavyofahamu kwamba wabunge tumelalamikia sana juu ya kodi zinazoshikiliwa katika mapingamizi yaliyofunguliwa katika mamlaka za rufani za kodi kwa maana ya TRAT, TRAB na KET. Sasa mfano tulishafika mpaka kwenye trilioni 10.5. Sasa taarifa ya waziri hii ya jana aliyoiwasilisha, kwanza haielezi mwendelezo kwamba yale malimbikizo ya nyuma yameshalipwa. Kwanza malimbikizo ya nyuma tulishinda kesi ngapi? Tulishinda kesi ngapi? Tulilipwa fedha ngapi? Mashauri yaliyofunguliwa nyuma yalikuwa mangapi? Tumeshashinda mangapi? Na tumekusanya fedha ngapi? Je, mashauri yaliyosajiliwa mapya yamesikilizwa na kumalizika mangapi? Tumeshinda mangapi? Na tumelipa fedha kiasi gani kutokana na mashauri hayo? Lakini waziri wa fedha alichokiweka yeye kwenye taarifa yake anaonyesha tu kwamba serikali mashauri kadhaa yalipokelewa na kufunguliwa, yamesikilizwa kadhaa na kuamriwa yenye thamani kadhaa. Lakini swala la kwamba mashauri ya nyuma yale yaliyokuwa yameripotiwa nyuma yalishasikilizwa yakamalizika, yalikuwa kesi ngapi serikali ilishinda au TRA ilishinda, na tulikusanya shilingi ngapi baada ya kushinda kesi hiyo? Kwa sababu kushinda kesi kwenye mapingamizi au kumalizika kwa mapingamizi kusikilizwa sio ni issue. Issue ni kwamba baada ya kesi kuamriwa tulishinda mashauri mangapi na tulikusanya fedha kiasi gani. Sasa kwenye taarifa ya waziri hakuna mambo hayo. Sasa takwimu, mwendelezo wa waziri kuendelea kuficha takwimu inaleta mashaka juu ya uhalali na uadilifu wake pia. Yani unafichaje? Yani takwimu kama hizo kwa nini zinafichwa kwenye bunge? Taarifa ambazo tumezilalamikia muda mrefu. Na mimi nimeona hata hivyo kuna improvement. Kesi hizi zilikuwa zisikilizwi kabisa. Unakuta kesi zinamaliza karibu miaka 3, miaka mingapi hazisikilizwi kwa maana ya mashauri. Sasa hivi nimeona kasi ya usikilizwaji ni nzuri. Na kwa sababu ya ushauri ambao tuliutoa na kuwasimamia kweli serikali. Sasa leo hii unashindwaje kutuambia kwamba bana baada ya mashauri haya kusikilizwa tumekusanya fedha kiasi gani? Tuna rate ya kushinda kesi ikoje?
Na je, tuendelee kujimarisha vipi ili mamlaka zetu hizi za rufani za kodi siendelee kufanya kazi nzuri na kuhakikisha kwamba kesi zinasikilizwa kwa wakati ili fedha za umma ziweze kukusanywa kwa wakati. Hitimisho. Nasema hivi: kwa muda mrefu waziri wa fedha Dr. Lameck Muguru Nchemba amekuwa akivunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amekuwa akivunja sheria za nchi kwa makusudi. Na pengine mimi naweza kusema pia amekuwa akilidharau hata bunge. Ushauri wangu, bunge limtake waziri wa fedha Dr. Lameck Muguru Nchemba kuwasilisha taarifa zote za mikopo, FIU, taarifa za FIU, mamlaka za rufani za kodi na misamaha ya kodi. Lakini la pili, mamlaka za uchunguzi na taasisi za kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU na Sekretarieti ya maadili ya uongozi wa umma na kadhalika zifanye uchunguzi wa uadilifu na ukwasi alionao waziri wa fedha Dr. Lameck Muguru Nchemba na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Ni mambo mawili ambayo nayo yapendekeza very seriously kutokana na hizi allegation nilizozitoa, very seriously kwamba mamlaka za uchunguzi ikiwemo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa yani TAKUKURU, Sekretarieti ya maadili ya uongozi wa umma sifanye uchunguzi juu ya uadilifu na ukwasi alionao waziri wa fedha Dr. Lameck Muguru Nchemba na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Tunayo safari ndefu ya kufanya mapinduzi makubwa ya uchumi na maendeleo kwa wananchi wetu. Tumepania kufanya hivyo na hatutaogopa kufanya hivyo, na kamwe hatutakiwi kurudi nyuma, kwani penye nia pana njia. Asanteni sana kwa kunisikiliza.